Sio tu mimi nakuwa mkali studio, lakini na get the peace of mind. What Kajala bring to my life ni self discipline. Yana ananipa ile self discipline, you understand? Yani najiheshimu mwenyewe, unajua kabisa I can't let my wife down, you understand? I gotta go to the gym, you understand? Like yani you got yani hata nikiwa sehemu za ovyo unasema sasa nikiwa hapa ni wife akinipigia namwambia nini? You understand? So loving someone and respecting someone is totally different. Kwa nikiwa naye nakuwa na ile self discipline myself. Yani siwezi kuwa sehemu ambayo like sio rafiki, yani ambayo wife akinipigia nitaanza kujieleza, siwezi kuwa, you understand? So hiyo inanipa hata nikiwa studio nakuwa na utashi mwingi sana, nakuwa very creative, you understand? Yeah, so asikudanganye mtu. Watu wanasemaga sio Harmonize anamwimbia Kajala, hamna msanii yote ambaye anamwimbia mtu mwingine. Kila mtu kila mtu anaimba situation yake, you understand? Yani hiyo take it from me. Ukiona mtu yote anaimba situation yake. Yani mimi siwezi nikawaza leo wewe unachokiwaza. It makes sense. So nikiwa niko heartbroken, mimi maisha yangu nitaimba heartbroken song. So unaangalia nani ana relate nayo. You understand? That's it. Kwa most of songs namuimbia yes of course. Na watu wanazipenda na relate nao pia. Okay. Speaking of kumuimbia Kajala, wewe sio za mapenzi tu, hata za kuumizwa single again you see ilienda sana kwa sababu uli relate na maisha yako ya kawaida. Sasa Harmonize kuna clip moja huko na Kajala, afu DJ anapiga single again, afu Kajala anaimba anakurecord na wewe ukasema hadi naona aibu rafiki yangu. Ile ilikuwaje ile? My wife, she is my friend. Yani a best friend actually. Kuna muda tunakuwa tuko serious, kuna muda tuko mimi nataniana naye sana. I think that's best part of us. We tuna joke sana most of the time. So of course single again niliimba kwa ajili yake. Ukisikiza yani from beginning to the end nilikuwa namwimbia yeye kwamba okay it's fine bana, maybe this love is not for me, it's okay, I'll be okay. So tujikuta tuko pale nyimbo inapigwa kusema nilimaliza maneno na akawa anayaimba kumbe na yeye mwenyewe anaujua, akawa anacheka na ni ngoma ambayo anaipenda. Oh really? Yes, her favorite song. Yes, her favorite song. Na akawa ananiambia kabisa umekomesha nyimbo kali sana. Siku hiyo pia amekukumbusha kwamba hii ngoma kali. Yes, ananiambia umeua sana. Uliua sana. Yeah. Sahihi kabisa. Harmonize, huu mwaka umefanya collaboration na Bosso, umefanya collaboration of course tena na Mario, umefanya tena collaboration na Kusa na hii na Alikiba. Yeah. Pengine huu mwaka ulikuwa umeweka pia uwe specialist kwa kupiga tu collaboration by the way mpaka labda kupata flavor yako ya album na vitu kama hivyo. Amna. Unajua vitu bwana Mungu tu anapanga tu mwenyewe. Umeona kwa mfano having collab with Mario, having collab with King, having collab with Bosso, Kusa, it's just God's blessings, you understand? In the right time. Na ukiangalia most of collabs tumerekodi last year. Oh. Yes. Hizi nyimbo. Yes. Na King tumerekodi last year. Ukiangalia kwenye ile video ya studio session. Ukiangalia mwili wangu umechange, yani pale nilikuwa ni mkubwa sana, nilikuwa nimejiachia, nilikuwa siendi mazoezini. Actually ulikuwa unatumia protein sana. I was stressful because my wife wasn't with me. So stressful. So nilikuwa najikuta sina time ya kulala. Understand? Yeah. So silali on time. So yeah, ilikuwa ni last year. Ngoma na Bosso tumerekodi last year. Nyimbo na Mario tumerekodi last year. Understand? Yeah. Na ukiangalia nyimbo vizuri, kwa mfano pale kwa kujichukulia maamuzi, nimeenda ikabidi ni change, nikamwambia King, siku zimeenda mbele, misemo mipya inakuja. So change juzi. Yes. So nikamwambia kama una feel kama kwa kitu unataka kuchange, you can change it. Kwa sababu nyimbo tumerekodi last year, misemo inabadilika. Unajua kujiamulia mambo ni msemo mpya sasa hivi. You got the point. So I gotta go and change it up. And since most of the song nimerekodi mwaka jana, so imekuwa to right timing. Ni ngoma zinatoka. Kuna ngoma nyingi zinatoka. Kwa mfano wiki hapa kuna ngoma mimi na Lunya inatoka. Young Lunya. Exclusive. Audio and video kabisa. That's new, exclusive. Yeah. Audio and video. It's coming this Friday. Umerapu uko ndani nasikia. Kama ulifanya kwa darasa. Ichi kwa deep. Harmonize, I need a new challenge kwa sababu kwenye kuimba huko. Kama mzani unakaa hivi yani kama au balance. Kwa unahitaji hata mtu anaye rap yani kama tunafanyaje? Watu wanafahamu ukali wako pia huko. Ndio. Okay, Harmonize. Watu wanafahamu ukali wako pia huko. Ndio. Okay, Harmonize. Baada ya Alikiba kufanya ngoma na wewe, watu wakasema mfalme tulia kwanza. Mbona kama hawa vijana wote wa Diamond wewe ndio unafanya nao collab? Yaani Diamond bana. Man, I'm a big fish man. What you talking about? They talking. Man, like I have a record label.
Wewe unaongea nini? Wanamaanisha kwamba umetoka kwenye mikono yake. I mean, sasa kutoka kwenye mikono yake huwezi kuwa kijana. Mimi sio kijana, mimi mtajiri wewe. Vipi? Umepoa. Wewe. Au unione kama mimi. Sifa ya tajiri ni kuokotesha, unajua? Usijali utaokota. Anyway, you know, it's just a people opinion. Lakini mimi ningetaka kufanya nyimbo na Alikiba, ningefanya miaka mingi sana. Lakini I told myself nataka siku nikifanya nyimbo na Alikiba tukiwa wote giants. Yani kila mtu atatengeneza misingi yake, kila mtu, yani you got the point. Yani sikutaka tuonekane nafanya ngoma na King, kwa sababu King is a king. King yuko hapo, yani like he's been there doing music almost more than 20 years. Yani yuko hapo, utamka utamkuta yuko hapo. So nikasema tu kwamba I love Ali, I've been listening to him long time ago, lakini nataka siku ikitokea tunafanya ngoma it has to be shut down like this. Yani nchi nzima imesimama, yani kwamba inasikiza watu wanafanya nini. Na I've been patient, lakini pia namshukuru pia yeye pia, kwa sababu mtu mwingine angekuwa na opinion nyingine akasema mbona sasa hivi, you got the point. Lakini naona kabisa kwamba okay, it's fine and the right time tumefanya. Kama nilivyokuambia, huu wimbo tumerecord last year. Kia tukiongea mimi na Hadi tunakutana sana most of the time. Tunafanya gym pamoja. Tunaongea, anambia mdogo wangu, huu wimbo utatoka in the right time. Kuna wakati wake utafika, wimbo utafanya utatoka. That's where we are. Yeah. Kwa hiyo mtu akizungumza suyu nini, whatever, unajua kila mtu ana opinion zake. Yeah, so for me nimeona tu kwamba ni right time. Sijaangalia amefanya na nani, amefanya na nani au mtu atazungumza nini. Mimi I don't really care about it. Yeah. Na Alikiba anakutania sana kuhusu Kajala. I mean, unajua ukiacha vitu vyote, King ni mtu mzima. Kwa anajua kabisa kwamba mimi sipindui. Yani anajua kabisa kwamba yani wewe utaenda east west, lakini anajua kabisa kwamba nimekwama you got. Kwa he feels good kunitania hivi. Na mimi na appreciate sana. Unajua sio kila mtu anaweza kukuangalia kwa jicho la tatu. Kwa mimi ninachoona, unajua tu King anajua kabisa kwamba yani tuende mbele tu nyuma, lakini mchizi anampenda sana yule dem. Kwa hiyo it even feels good kunitania ndo that. Yeah.